Ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Unaweza ukasema kwamba hapa duniani kuna baadhi ya watu huwa wanajitakia matatizo wao wenyewe, yani bila hata kushawishiwa na mtu yoyote yule. Hakika, mtazamaji wa Bongo Super Media, kuna video clip ambayo inasambaa sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikimuonesha moja ya Mkenya ambaye amerusha kiatu na kumponda rais wa nchi ya Kenya. Unajua nini kilitokea mtu huyo ambaye amemponda rais na kiatu? Utakwenda kufahamu ndani ya video hicho. Kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili mtu kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, siku ya jana rais wa nchi ya Kenya, hapa na mzungumzia Rais William Ruto, alipokuwa akihutubia baadhi ya wananchi wa Kenya katika hotuba yake, watu wengi walikuwa wamekusanyika, lakini moja ya mtu ambaye alikuwepo katika ziara hiyo ya Rais Ruto aliyekuwa akisikiliza hotuba alivua kiatu chake na kuamua kumponda rais wa Kenya moja kwa moja. Kiatu kile kikaenda usoni kwa rais. Sasa hapo ndipo balaa lilipoamka, kwa sababu mabodyguard na maaskari wa Rais Ruto haraka iwezekanavyo wakaanza kufanya msako wa mtu ambaye amehusika kumponda Rais Ruto na kiatu. Katika msako wa hapa na pale wakawakamata watu watatu ambao wanashukiwa kushirikiana kufanya kitu hiko cha hatari. Sasa hapo mtazamaji wa Bongo Super Media, mtu wa namna hii ni kama amejitafutia matatizo yeye mwenyewe. Lakini kitu kingine ambacho inabidi walinzi wa Rais Ruto wawe makini sana ni kwa sababu kama rais ameweza kupigwa na kiatu na moja kwa moja kiatu kikamfikia rais na kikampiga maeneo ya usoni, hicho ni kiatu, hakina shida. Haya vipi likiwa ni shambulio lingine nje ya kiatu, labda mkuki ama mshale ama vitu vingine vyenye ncha kali? Moja kwa moja kuna uwezekano mkubwa watu wakapoteza kazi na kusababisha hatari kwa mheshimiwa Rais Ruto. Hivyo walinzi wa Ruto inabidi wawe makini, lakini tayari watatu wameshakamatwa dhidi ya tuhuma hiyo nzito. Hao wanakwenda kushughulikiwa kisheria. Maoni yako wewe ni yapi kuhusiana na taratibu hizi na mambo haya? Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comments.